Hospitali zote nchini zinapopokea mgonjwa wa dharura kituoni zinaelekezwa kumpatia huduma zote za dharura bila kuchelewesha na wala bila kuangalia kigezo cha fedha. Kwanza ni huduma, fedha unaangalia baadaye. Kama na kadi yake ya bima ya afya ahudumiwe, na kama hana anatakiwa kwanza mpewe huduma. Baada ya huduma turudi tumuulize una pesa ama huna, na kama hana pesa utaratibu umewekwa vizuri sana kwamba kama hana pesa kuna ustawi wa jamii wafanye kazi yao kuweza kuhakikisha kwamba Mtanzania yoyote mahali popote alipo wakati wote akiwa na shida, cha kwanza akiwa na tatizo apewe huduma bila kuangalia masuala mengine. La tatu, hospitali zote za mikoa ambazo mafunzo haya yamefanyika, maeneo ambayo yamebainishwa kuwa na mapungufu hasa vifaa vya dawa, ni muhimu sana kuweza kutafuta vifaa vile na yale mapungufu. Ofisi ya Katibu Mkuu Wizara ya Afya iko wazi. Kama mtashindwa kutatua hayo matatizo, wasilianeni na mimi kupitia mkurugenzi wa tiba ili tuweze kuyatatua haraka, ili mafunzo haya yaweze kuwa na manufaa. Haya mafunzo yalikuwa ni kwa ajili ya kuimarisha huduma za dharura kwa wagonjwa wanaopata ajali ya sasa ya kichwa na wale wanaopata kiharusi na mishipa ya damu katika ubongo kupasuka. Kwa hiyo tumejengewa uwezo wa kuweza kuwahudumia wale wagonjwa katika eneo la mapokezi, lakini pia tumejengewa uwezo wa kuweza kufanya operation za upasuaji wa fuvu la kichwa na kuweza kutoa ile damu iliyovivilia kwenye ubongo. Lakini pia tumejengewa uwezo wa kuwahudumia wagonjwa baada ya upasuaji, kwa sababu unaweza kufanya upasuaji wako vizuri, lakini kama huduma zako za ICU hazijakaa vizuri au wataalamu ulionao hawana uwezo au uelewa mkubwa wa namna ya kuhudumia wagonjwa waliofanywa upasuaji wa fuvu la kichwa, inawezekana pia matokeo yasiwe mazuri sana.